Kwa hiyo tunakushauri utumie njia ambayo ni njia ya X. Sasa tuangalie CSS selector. Tunapozungumzia CSS selector tunakwenda kuangalia ni kwa namna gani unaweza ukaita kitu ambacho unataka uweze kukipamba, ambao tunasema ni kudecorate. Unaita kitu ili uweze kukipamba. Sasa unaziita vipi au unaita vipi? Una call vipi? Kuna namna tatu. Namna ya kwanza tunasema ni element selector, kwa kutumia njia ya element au kwa kutumia njia ya tag. Maana sasa hapa utakuwa tu unaita kama ni heading 1 unaipa unaidecorate, kama ni paragraph unaita kwa jina lake paragraph P una decorate, kama ni body unaita kwa jina lake una decorate. Hii ni njia ya kwanza ambayo ukiangalia hapa kwenye mfano wetu hapa nyuma tuliweza kutumia huu mfano ambao ni wa element selector. Tukaselect element yetu hii hapa then tuka decorate hapa basi. Namna ya pili inaitwa ni ya class selector. Nikizungumzia hii ambayo ni ya class selector yenyewe, sasa hii ndo most professional. Yaani ndo njia ambayo inatumika katika early development. Umeona? Tukiingia kwenye early development za website labda za system, njia ambayo inatumika sana sana, most applicable sana ni hii ambayo inaitwa ni ya class selector. Kwenye class selector penyewe maana yake wewe kama developer unaamua majina. Umeona? Kwenye zile tagi au kwenye zile kodi za HTML yako, mle ndani wewe unakwenda kutoa majina. Unatoa majina. Hayo majina sasa unakwenda kwenye CSS, unakwenda kutumia majina ambayo uliyaweka katika zile tagi za HTML. Then unakwenda kule kwenye CSS, unaita yale majina kwa kuanza na alama ya dot. Kwa alama ya dot, baada ya hapo ndipo unafanya decorations. Basi. Sasa tuangalie jinsi ya kufanya kwenye upande wa class selector. Kinachofanyika hapa, let's assume tuna mafaili mawili la HTML na kuna faili lingine la CSS. Sasa nataka nifanye decoration katika hii nifunze tech ambayo ni heading 1. Kinachofanyika sasa hapa, nitakuja kwenye open tag ambayo ni hii heading 1. Nitasema class is equal to. Sasa humu ndani katika hizi koti, humu ndani ndo nitaweka jina. Hili jina wewe developer ndiye unaamua. Labda niite sidebar. Kwa sasa ili nifanye decoration ya nifunze tech ambayo ndo heading 1, nikienda kwenye file langu la CSS, kwa sasa hivi sitotumia hii element ambayo ni heading 1. Sasa hivi nitakwenda kutumia ili jina ambalo ni sidebar. Kisha ingia kwenye file la CSS, nitakwenda kuiita hii sidebar ili nifanye decoration ya nifunze tech ambayo ndo heading 1 yangu. Nitaanza kwa kuweka dot. Baada ya hapo utaita ili jina. Utasema kule kwenye file langu nilisema ni sidebar. Ukishamaliza hivi, humu ndani sasa ndipo unaweka properties ambazo unataka ziende zikawe applied katika nifunze tech ambayo ndio heading 1 yako. Kwa hiyo paka hapo unakuwa umeshatumia selector aina ya class kwenda kufanya decoration. Baada ya hapa, njia ya tatu inaitwa ni ID selector. Sasa ID selector hii hapa unachokifanya, unakwenda kule kwenye tagi za HTML pale kwenye open tag, unakwenda kuipa jina. Of course jina la hapa kidogo linakuwa ni unique. Yaani ni jina ambalo ni maalum. Umeona? Jina ambalo ni maalum. Na tukienda kwenye CSS, ili kuliita hilo jina tunatumia alama ya hash, alama ya reli kama inavyoonekana hapa. Kwa nikija manake hapa nitakuwa naita hivi. Nitaanza na alama ya reli kisha nitasema hilo jina. Kwa mfano, nikija kwenye kodi zangu hapa, ukiangalia njoo hapa tuweze kutumia ID selector. Kinachofanyika sasa hapa, nitakuja kwenye open tag yangu hii hapa ambayo ni heading 1 ambayo ni funze tech. Nitakuja hapa, nitasema sasa hivi natumia selector ambayo ni ID. Nitasema ID. Humu ndani sasa ndipo utaweka jina. Nitasema sidebar hiyo sidebar. Huku ni kwenye upande wa HTML. Kichofanyika huku maana yake nitakwenda kufanya decoration, yani nitakwenda kuipamba hii hapa nifunze tech ambayo ndo heading 1. Sasa hivi situmii ile element selector wala situmii class. Sasa hivi nitakwenda kutumia ID. Kwa hapa lazima uweke ID,
Humu ndani ndipo unakwenda kuweka jina. Kwa sasa ili jina ndo ambao nitakwenda kulitumia nitakapoingia kwenye faili langu la CSS mle ndani. Nitakuja hapa katikati, nitakuja humu ndani kwenye faili langu la CSS. Baada ya hapo nitakwenda kuliita lile jina. Kwa kuwa nimetumia hapa id, hapa kwenye kuiita nitaanza na alama ya hash, alama ya reli. Kwa utaweka alama ya reli, baada ya hapo utaandika hilo jina. Sasa kuna utofauti kati ya class selector na id selector. Utofauti ni kwamba ukitumia id, maana yake hilo jina halitotumika tena kokote, inakuwa ni unique. Lakini class, maana yake hilo jina pia litakuwa applicable tena sehemu nyingine. Yaani unaweza pia ukalitumia tena na tena na tena. Hiyo ndio class selector. Kwa hiyo ndio tofauti kati ya class selector pamoja na id selector. Sasa nyingine inaitwa ni universal selector. Napozungumzia universal selector, hii hapa inatumika pale ambapo, yani mfano labda sihitaji mimi kuselect element moja moja, labda sasa mimi ninahitaji nifanye decoration katika page nzima. Yaani hii hapa yenyewe inachagua kila kitu kwenye page. Mara nyingi tunaitumia kuset labda margin na padding. Imekusaidia usahau kulike, pia kushare, lakini pia usahau kusubscribe katika channel yetu ya Nifunze Tech ili kuendelea kujifunza matumizi ya CSS katika series yetu hii. Asante.